Sasa ndio maana nimeomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi iongeze kutoka kwenye kile kickbox kidogo tuwekewe pipa, maana kula zetu zinamwagika. Sasa hivi vijana wa miaka 18 ni wengi wanakwenda kupiga kula. Mimi mnafanya tafiti kweli? Mimi nakwambia nakuta vijana 300 mpaka 200 kwa siku. Namni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 31 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2025, siku moja tu mara baada ya kufanyika kwa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM pale jijini Dodoma na kuzinduliwa rasmi kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Kumbuka kuwa hapo jana mambo mengi kwelikweli yalifanyika katika mkutano huo, lakini hii leo tumeona hapa tufanye kipindi hiki cha mahojiano maalumu na Fabian Semba ambaye ni mratibu wa Samia Generation katika mkoa huu wa Mwanza. Hapa ni maeneo maarufu kweli katika jiji hili la Mwanza, ni katikati ya jiji, na hapa ni maeneo ya Makoroboi ambapo shughuli mbalimbali zikiendelea hapa, kama ambavyo unatazama watu wakiendelea kupita hapa, kwa maana shughuli za kiuchumi wakiendelea kuzifanya katika eneo hili. Sasa kubwa zaidi ambalo tunatamani kulifanya katika kipindi hiki ni kujadili zaidi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imezinduliwa hapo jana, kwa maana ya ilani hii ya 2025 2030. Katika ilani hii kumbuka kuwa kuna vitu vingi sana vimezungumzwa, lakini vipaumbele takriban 9 vimeonyeshwa, na kipaumbele cha kwanza kabisa ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisiasa, lakini pia kuongeza fursa za ajira kwa upande wa vijana, lakini pia kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, lakini pia kuimarisha miundombinu ya usafirishaji ya usafiri na usafirishaji, lakini pia namba 5 ni kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia, lakini pia kudumisha demokrasia na utawala bora. Namba 7 ni kuendeleza kudumisha amani, utulivu na usalama katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na namba 9 na ya mwisho ni kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Katika vipaumbele vyote hivi 9 ambavyo vimezungumzwa katika ilani hii ambayo ilizinduliwa hapo jana, tunapata wasaa sasa wa kujadili baadhi ya vipaumbele na ndugu yetu hapa Fabian Semba ambaye atatupitisha kati ya vipaumbele hivyo na kuweza kujadili kati ya yale ambayo yamezungumzwa katika ilani hii ya CCM mwaka 2025 2030. Karibu sana Fabian Semba. Shukrani sana Bwana Upembe, nikushukuru na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata fursa hii leo ya tarehe 31 siku ya Jumamosi kufanya kipindi na News Update Media ambayo ni wadau wetu wakubwa hapa jijini Mwanza. Kwa mimi nipende kushukuru sana na kushukuru sana. Fabian Semba, wewe kwa ufupi sana ungetueleza, umesema kwamba wewe ni mratibu wa Samia Generation katika mkoa huu wa Mwanza. Kwanza Samia Generation inahusu nini zaidi kwa ufupi sana? Samia Generation au Generation Samia ni jukwaa la vijana ambalo linaangazia tenda za 30% za Mheshimiwa Rais. Tenda hizo Mheshimiwa Rais ameamua kuzirudisha kwa wananchi kupitia makundi ya vijana, wazee, kina mama na wenye ulemavu. Tunasema tenda za 30% katika mgawanyo ufuatao: 10% vijana, 10% kina mama, 5% wazee na 5% wenye ulemavu. Kwa Mheshimiwa Rais aliona sasa, kwa sababu ipo haja kuwapa vijana nguvu ya uchumi, akaamua kuweka zaidi ya bilioni 15 kwenye mfuko maalum ili wa vijana sasa waweze kuomba tenda kupitia vikundi katika mfumo wa ununuzi wa udhibiti wa ununuzi wa umma kupitia PPRA. Mfumo huo unaitwa NeST. Kwa vijana wanakwenda kule wanajiunga, na tulifanya kongamano kubwa sana chini ya mkurugenzi wangu Bwana ndugu Kimweri, ambapo lilikuwa na watu karibu 6800 ndani ya jiji hili la Mwanza. Kwa tulifanya kwa ukubwa, na tunapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na kumshukuru zaidi Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ndiye amebariki hili swala. Nyinyi mmetarget nini zaidi kwenye generation hii ambayo mnaizungumzia? Ni kuchechemua uchumi wa vijana, lakini kuwafanya vijana wajitegemee, na ndio falsafa pana ya Mheshimiwa Rais. Pale kuna kitu kinaitwa katika zile 4R, kuna kitu kinaitwa reconstructions, kwa maana ya kujenga upya. Unajenga upya nini? Unajenga upya uchumi wa vijana, ambapo ni direct tunakwenda kuwagusa moja kwa moja kama alivyofanya Mheshimiwa Rais. Tunashukuru zile 15% ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan amezielekeza kwa vijana, ni tija ya moja kwa moja. Huwezi ukaficha wala huwezi ukasema. Kwa tutumie fursa hii
kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Semba, jana katika mkutano wa CCM pale Dodoma kumefanyika uzinduzi wa ilani mpya ya CCM kwa maana ya 2025 2030. Vipo vipaumbele takriban 9 ambavyo vimezungumzwa katika ilani hile, na mojawapo ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisiasa. Natamani tujadili baadhi uchumi wa kisasa. Natamani tujadili baadhi ya vipaumbele ambavyo vimewekwa katika ilani hile. Tukianza na hiki kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa. Kipi ambacho kimelengwa zaidi katika kipaumbele hiki cha kwanza? Kwanza ni shukuru tena Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu taifa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini nishukuru kamati kuu, nishukuru halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, ni washukuru wajumbe wote ambao walikuwepo jana kwenye mkutano mkuu pale Dodoma, lakini nishukuru ile timu ambayo imeandaa sasa ilani na kuja na vipaumbele hivi. Ni tume ambayo imekaa, imechakata, imetazama wapi tunakwenda kama nchi, ili sasa tuje tulete tija kwa wananchi wetu. Kuchochea uchumi wa kisasa automatically unagusa vijana ambao wako kwenye economic chain, ambao walikuwa wanatamani kuingia na sasa walikuwa labda yawezekana sababu za mazingira ama nini. Ina maana vipaumbele hivi ama ilani hii inakwenda direct kuwafunua vijana ki-mindset, kifikra, na kuwaonyesha dunia ya sasa inaelekea wapi. Na hiyo itakuwa imejibiwa wazi kwenye sera ya elimu ambayo Mheshimiwa Rais alifanya mabadiliko hivi karibuni, kwamba unapoongeza akili mnemba, wanasema artificial intelligence, automatically una push teknolojia sasa itake place, una push ya ule muda ambao tulikuwa tuna spend kufanya kazi ambayo ingetumia masaa 5 lakini unaifanya kwa masaa 24. Automatically unapo apply technology, ile kazi inakwenda kwa kasi, kwa sababu sasa hivi tuko watu zaidi ya milioni 61. Automatically tunahitaji kukimbia zaidi, lakini sisi ndio center ya maziwa makuu hapa. Kwa hiyo ina maana tunatazama kama economic hub ambao tunaweza kuwalisha wenzetu wa Kenya kwa sababu ya bandari yetu, na nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa dhati kuifanyia maboresho bandari. Sasa hivi ukikaa na wafanyabiashara mmoja anakuambia bandari ina uwezo wa kushusha makontena, ukiyahesabu pale unaweza ukachoka ndugu Pembe. Lakini hii yote ni maboresho ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunapochagua uchumi wa kisasa, automatically unamgusa kijana ambaye mimi nimekuwa nikimpigania mara zote kule kwenye ujasiriamali na mambo mengine. Nimezungumzwa neno hapa mapinduzi ya kiuchumi wa kisasa. Neno mapinduzi tafsiri yake ni kwamba linaleta mabadiliko makubwa kweli kweli ukiachana na yale ya kwanza. Pengine katika masuala ya kiuchumi sasa, kwa ilani ile ya kwanza mambo yalikuwaje, na sasa tutegemee mapya yapi katika kipaumbele hiki cha kwanza? Ilani ile ya kwanza tulikwenda zaidi kuchochea miundombinu, kwa maana ndio uchumi wenyewe sasa unakuja kuzalishwa hapa. Nadhani unaona Mheshimiwa Rais atakuja kuzindua daraja, atakuja kuzindua mradi wa maji Butimba. Hiyo yote ni kuteka ndio imekuja kuzaa sasa hii ya kwanza, ambayo ni mapinduzi ya kiuchumi wa kisasa. Kwa sababu huwezi kuwa na mapinduzi ya kisasa kama huna barabara nyingi, kama huna miundombinu mingi, kama hujaifungua nchi kwa upande wa miundombinu ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Tuna SGR ambapo unaweza ukatoka Dar es Salaam ikikamilika mpaka Mwanza. Sasa hivi Dodoma Dar es Salaam ni masaa 2 mpaka 3. Ina maana automatically ulikuwa unatumia masaa 8, lakini sasa hivi unatumia masaa 3. Kwa hiyo ina maana mtu anaweza akasonga ugali Dar es Salaam akaja kula. Yaani unatoka Dar es Salaam unawaambia nyumbani songeni ugali. Mimi natoka Dar es Salaam unakuja Dodoma unakula ugali na familia yako. Kwa hiyo hayo ni mapinduzi, lakini una uwezo wa kutoa mzigo wako Dar es Salaam ukasema sana kwenda kuwauzia Dodoma na kurudi Dar es Salaam hata mara 5, ambapo mwanzo haikuwa hivyo. Kwa unapokuja kugusa miundombinu, automatically unakuja kuconnect na hiyo point yako ya kwanza kwamba unafanya sasa mapinduzi. Mapinduzi ni nini? Lile ambalo lilikuwa halipo uliingiza. Unapofanya mapinduzi yoyote ni kwamba unaruhusu lile lisilokuwepo liwepo, na yale ambayo yalikuwepo yaboreshe zaidi. Ndio maana hiyo. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko, na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote
upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Namni Fabiani Semba ambaye ni mratibu wa Samia Generation katika mkoa huu wa Mwanza. Mtazamaji, kumbuka tupo hapa katikati ya jiji hili la Mwanza, maeneo haya maarufu kabisa ya Makoroboi, tukiendelea kujadili vipaumbele kadha wa kadha ambavyo vimejadiliwa katika ilani ile ya Chama cha Mapinduzi ambayo imezinduliwa siku ya jana pale jijini Dodoma. Narudi tena kwako Semba, tumezungumzia kipaumbele cha kwanza hapa kuhusiana na masuala mazima ya kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, lakini hivi sasa tunatamani tuzungumze kuhusiana na kipaumbele cha pili ambacho ni kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Katika kipaumbele hiki kwako umekipokeaje na kipi ambacho kimeangaliwa zaidi katika kipaumbele hiki? Unapolenga kuongeza fursa za ajira especially kwa vijana, ndio tumerudi kule lazima utengeneze mazingira ambayo serikali ya sasa ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi kutoka ilipoanza mpaka sasa imeonyesha moja kwa moja kwamba kuna upgrade, yani una upgrade, kwa sababu kukuza ajira, serikali haiwezi kuajiri watu wote. Hilo lazima watu hasa vijana wenzangu huwa nawaambia. Lakini kazi kubwa ya serikali ni kutengeneza mazingira. Ambapo mazingira ni yapi? Uwepo wa miundombinu ambao tunaona. Kwa mfano sasa hivi Mwanza ina daraja la Kigongo Busisi. Mheshimiwa Rais anakuja kulifungua hivi karibuni, ambapo mimi nimeshaanza kufanya hamasa kwa vijana kwamba waje wampokee Mheshimiwa Rais kwa dhati, kwa sababu toka daraja lilipoachwa mpaka lilipofika liliachwa likiwa na 20 na ngapi sijui 22, asilimia chache sana, lakini leo limefika 100%. Takriban bilioni 700 zimewekwa pale, upana wa kilomita 3, daraja la 3 duniani na la kwanza Afrika Mashariki na Kati. Wenzetu sasa hivi Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi wanakuja kujifunza namna ya kujenga sasa na wao daraja, lakini hawataweza kujenga daraja ambalo limejengwa Tanzania. Yaani watakuja kujifunza. Haya ni mazuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana ukitazama hapa nasema mazuri ya Daktari Samia, niulize mimi kazi yangu ni moja tu. Wale vijana niwaambie mazuri ya serikali yao. That's it. Katika upande sasa wa ajira. Wa ajira sasa tunakuja kwamba serikali inapofungua miundombinu automatically inaruhusu sasa sekta binafsi kuingia katikati. Kwa sababu unapotengeneza miundombinu ya kufikia kiurahisi, automatically unafungua ujenzi wa majengo ya kisasa. Haya majengo ya kisasa yanakwenda kuchichimua uwepo wa ajira kwa vijana. Lakini pia ipo migodi ambayo inaanza hapa kanda ya Ziwa. Hiyo ni kuongeza ajira kwa vijana. Lakini mazingira rafiki kama tumesema sasa sisi Generation Samia, zile tenda za 30% za Mheshimiwa Rais ndio zinakuja kuconnect na mazingira sasa ambayo serikali inayatengeneza kupitia miundombinu. Uwepo wa meli ya MV Mwanza hapa kazi, si ndio? Hiyo meli itakuwa inasafisha tani 400 za mizigo, abiria 1000. Sisi kazi yetu ni moja tu, especially kwa sababu mimi niko Mwanza. Kazi yangu ni moja, kuwaambia vijana na kina mama wote wajasiriamali na wafanyabiashara. Sisi ajenda yetu ni kwamba tutapeleka nini? Kwa sababu reli itarahisisha, italeta. Sisi hapa tutapokea, Waganda lakini sisi sasa kazi yangu mimi, juzi nilikuwa naongea na mkuu wa wilaya yangu ya Kwimba, ndugu DC Mwirabuzu. Nikasema sasa ni haja niende Kwimba, nikachechemue uwepo wa zao la dengu. Niende wanapolima mchere, tuweze sasa kuwafundisha namna ya kuongeza thamani, ambapo ilani hii katika vipaumbele vyake 9 kuna kipengele cha kuongeza thamani, ambapo sasa sisi kama vijana wa Generation Samia ambao tunaamini ni kizazi cha mafanikio, lazima tutoke tuwaambie. Na hii naomba nitumie fursa hii kuongea na wakuu wa mikoa waliopo kanda ya Ziwa. Naomba wanipokee, wanikaribishe ofisini kwao. Mimi ninazo ajenda za kuelezea kwenye hivi vipaumbele kwa vijana. Mkuu wangu wa mkoa wa Simiu, kaka yangu Kennedy Kiongozi, atakaposikia nataka niende Simiu. Mkuu wangu wa Mara, Meja Jenerali Collins Evans Mtambi, nataka niende Mara. Mama Fatma Mwasa Kagera, nataka niende Kagera. Geita, Martin Shegera mzee wangu, nataka niende, na mzee wangu wa Mwanza hapa Mtanda Saidi ambaye ananipa support kubwa, siwezi kusema uongo.
tutaendelea kuambia vijana na wakina mama na wajasiriamali ili sasa tuchochee hizo ajira ambazo zimejibiwa kwenye pointi ya pili katika mapendekezo 9 ambayo yamewasilishwa na waziri wetu wa mipango na uwekezaji. Huyu ni profesa. Sisi tuliopita wanazuoni tunamjua. Wala hatuna shaka na Profesa Kitila Mkumbo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kumchagua Profesa Kitila Mkumbo kwa sababu ukikaa pale kitivo cha chuo kikuu cha Dar es Salaam ni miongoni mwa profesa makini sana. Na ndio maana mimi niliona ni chama hichi kinanipa raha kwa sababu kimeona ipo haja. Huyu ni mwanazuoni mbobevu. Semba, pengine katika ile ilani ambayo imepita sasa katika upande huu wa vijana, pengine kwa namna gani imebeba vijana na ni kwa namna gani imepunguza malalamiko ya masuala mazima ya ajira kwa upande wa vijana, lakini pia tunatarajia nini zaidi kwenye sekta, kwenye kipaumbele hiki kwa ilani hii ambayo sasa hivi imezinduliwa siku ya jana? Ilani iliyopita chini ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ilikwenda tulikuwa tunaongelea serikali ya uchumi wa viwanda, na kweli vipo viwanda ambavyo vilianzishwa na vinaendelea mpaka sasa hivi kuendelezwa vingine. Ile ilikuwa inakwenda kuchechemua ujuzi, kuwarasimisha vijana kupitia ujuzi ili itengeneze ajira. Na nitakupa mfano katika mafunzo ya kupitia ofisi ya waziri mkuu, wizara ya vijana, kazi, ajira na wenye ulemavu, waliweza kupeleka, serikali iliweza kugharamia mafunzo nchi nzima katika vyuo vya VETA na vyuo vya DIT, ambapo wanafunzi wetu walipata nafasi ya kurasimisha mafunzo wakiwemo mafundi simu, mafunzo ya ngozi DIT, mafunzo ya fundi simu VETA, watu wa upishi, ambapo mimi na ushuhuda zaidi ya vijana 500 walikwenda kuajiriwa kiwanda cha karanga Moshi, ambacho ni jitihada za serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukisema vijana wengi leo hapa mjini, kuna vijana wamepata kujiajiri kutengeneza simu, ambapo kila mmoja ana simu ya mkononi ambayo ni smartphone. Kwa kuna ajira kubwa ambazo zimetengenezwa. Sasa tumetoka kule sasa ambapo marekebisho ya sera ya elimu Daktari Samia Suluhu Hassan ameshajibu, tunakwenda kubadilisha kule kwamba tunakwenda sasa vijana wapate hiyo, watachagua kwamba mimi nakwenda kwenye elimu ya ujuzi wa ufundi ama nakwenda kusomea mambo mengine, ambapo inakuja sasa kujibiwa na hiyo point ambayo nimekuambia itakuja kuongeza chachu ya ajira, ambapo ilijibiwa kwenye awamu ya 5 na Rais Samia ambaye ni rais wetu, alikuwepo kama makamu wa rais, alikuwepo kwenye mchakato mzima. Kwa hakuna sehemu, naomba leo niseme wazi, hakuna sehemu ambapo utamtenganisha Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kuna watu nimesikia huko huwa na wajibu wanasema Mheshimiwa Rais hajaanzisha mradi mpya. Kwa akili ya kawaida unaona hawa watu wanahitaji kupelekwa Mirembe wakatibiwe. Kwa sababu hivi unaanzishaje mradi mpya wakati miradi bado haijakamilika iliyopo? Kwa lengo lao walikuwa wanataka Dr. Samia afeli kwenye miradi, waseme amefeli, afu akianzisha mapya wasiiseme. Lakini kwa umakini wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa umakini wa Chama cha Mapinduzi na kabineti yake, mawaziri, naibu waziri mkuu na chama, kuona sasa hii miradi ambayo iliasisiwa na rais wa awamu ya 5 na yeye akiwepo kama makamu wa rais imeendelea na yote inamalizika. Sasa sijui watu sasa hivi watakuja na agenda gani, kwa sababu tarehe 19 mwezi wa 6 mimi nitakuwepo na Dr. Samia Suluhu Hassan tukicelebrate mafanikio haya na Watanzania na vijana wana Mwanza. Semba, wewe kuna namna fulani umepata elimu kidogo kuhusiana na masuala haya ya ajira, kwa maana mazima ya kujiajiri kwa vijana na nini. Pengine kijana ambaye anapatikana hapa katika mkoa huu wa Mwanza na hususan katika kanda hii ya Ziwa kwa ujumla wake anaweza asifahamu fursa ambazo zipo za kiuchumi. Wewe kama kijana ambaye tayari unaufahamu kidogo na unaweza ukatuelewesha sasa, anayekutazama hivi sasa, ni fursa zipi ambazo zinaweza zikapatikana katika ukanda huu wa Ziwa? Kwanza kanda ya Ziwa ina rasilimali ya Ziwa Victoria, ambapo sisi mpaka sasa hivi nafikiri hata watoto wetu nyumbani ama wadogo zetu wanajua Ziwa Victoria lina samaki aina 3 au 4, kwa maana ya sato, sangara, labda na zile gogo. Lakini Ziwa Victoria ina samaki zaidi ya 150 na kitu, 100 karibu 54 kama sijakosea. Tunachohitaji sasa, ndio maana Mheshimiwa Rais ameamua sasa Irani imejibu masuala ya teknolojia. Ina maana sasa inakwenda kufungua sasa vijana. Tutawapeleka kule ambako wenzetu wanafanya, China, wapi ambapo wamefanya vizuri na wamefanikiwa. Tutakwenda tuweze kuvuna sasa hizo samaki zingine. Lakini ukija kumtazama fursa iliyoko kwenye samaki, ukikata ile samaki, ukauza fillet, ile ngozi inaweza kutengeneza malighafi. Lakini tunazo ng'ombe nyingi kanda ya Ziwa, especially Mwanza, ambapo tuna sehemu kama DIT. Ni kitendo sasa cha kuwachechemua vijana, badala ya kwenda sasa kununua makava ya simu na kuuza kama unavyoona, tunaweza tukawaambia sasa
nendeni mkanunue ngozi ambayo inauzwa machinjioni kwa shilingi 8,000. DIT iko pale, pelekeni mkachakate. Ukichakata unauza malighafi kamili, watakuja wa China, wa Turuki, wa India, wa Pakistani kuja kununua hapa, na ndio maana kwenda kufungua sasa ile economic hub. Tuweke nafasi kwanza ya tangazo, alafu tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho kimesalia. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko, na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Mtazamaji, bado tumeendelea kusalia hapa Makoroboi, eneo maarufu kwelikweli katika jiji hili la Mwanza, ikiwa katikati ya jiji hili. Tumefika hapa kuzungumza na Fabian Semba ambaye ni mratibu wa Samia Generation katika mkoa huu wa Mwanza. Tunazungumza masuala mbalimbali hususan sana katika vipaumbele 9 ambavyo vimeelekezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ambayo imezinduliwa siku ya jana pale jijini Dodoma. Semba, tunaendelea kuzungumza mambo au vipaumbele vile ambavyo vimezungumzwa katika ilani hii. Tumeangalia hapa kipaumbele namba 9 ni kuongeza kasi ya maendeleo ya vijijini. Kwanza, hali ilikuwaje katika ilani ambayo imepita, lakini pia ukiangalia hivi sasa hii ambayo imezinduliwa siku ya jana, hali tunatarajia iweje? Kwanza ukigusa hapo kwenye maendeleo ya vijijini automatically narudi tena pale pale. Pongezi zangu tena ni kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bajeti ya awali ya kilimo iliyopita ilikuwa ni bilioni 200 na kitu. Bilioni 200 na kitu. Lakini kwenye bajeti hii ambayo imesomwa na kaka yangu Hussein Bashe, genius kabisa huyu. Mimi huwa nasema ni moja mawaziri ambao wana mchango mkubwa sana na wanatusaidia sana. Tumepata bajeti imesomwa ni trilioni 1 nukta na milioni 200 na kitu. Trilioni 1. Automatically pale tunakwenda kufanya scheme kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Na sasa hivi naomba nimpe ushauri kaka yangu waziri wangu Hussein Bashe, tutoke sasa kwenye ile backbone kwamba agriculture is a backbone of our economy. Tuje sasa agriculture is an oxygen to our economy. Kwa maana you can live if you can live with the backbone, una tatizo la uti wa mgongo unaweza kuishi, lakini ukikosa oxygen huwezi kuishi. Kwa hiyo maana kilimo sasa, naomba sasa kakaangu basi abadilishe pale, atoke sasa kwenye backbone, tuje sasa kilimo ni oxygen. Ina maana kilimo kimekwenda kumpa hope. Sasa hivi nimekutana na vijana, huwezi ukaamini. Nilikuwa na juzi nimekutana na vijana karibu 10. Wananiambia hebu ongea na mkuu wa mkoa tuweze kupata mashamba tulime. Na mimi kakaangu Mtanda Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, naomba niseme hawa vijana nitawapeleka. Lakini aongee na kaka zangu wengine hao wakuu wa mikoa wa jirani. Shigera, kaka yangu Kenani Kiongozi, kijana makini. Hawa vijana walionifuata na fedha zao wanataka kuingia kilimo, na yote ni kwa sababu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Trilioni 1, hakuna mtu atakayeachwa. Sasa ile BBT imefanya vizuri, na mimi na ushahidi kwa sababu mimi nafanya tafiti. Wale vijana karibu 50 walioko kwenye BBT, mimi nimekutana nao. Nimpongeze sana waziri wangu wa kilimo Mohamed Bashe, na naamini pia hii aitumie. Agriculture is an oxygen, itakuwa ni oxygen, sio tena backbone. Pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Trilioni 1. Vipaumbele, hatujawahi kupata fedha hiyo kwenye kilimo. Hatujawahi. Na mimi nasema kilimo kinagusa karibu 70% ya Watanzania leo tunapoongea. Hizi ni pongezi kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, inayoongozwa na makamu wa rais, naibu waziri mkuu na kabineti yote.
Sema watu wanaoishi maeneo yale ya Ifakara, Mlimba huko, maeneo ambapo kilimo cha mpunga hasa kinalimwa sana. Pengine watarajie nini hasa kwenye ilani hii, kama ambavyo umesema hapa kwamba unatamani hata ibadilishwe jina sasa, kwa maana isiwe backbone kama ulivyosema, na iwe ana oxygen. Pengine wale watarajie nini hasa kwenye hii ilani? Namwambia mwenezi wangu taifa, kaka yangu sana CPA Amos Makalla, kwa kazi kubwa aliyoifanya, kwa sababu yeye ana vinasaba na Morogoro. Mimi naomba nitakwenda kule kwa ajili ya kumpa heshima ya kazi aliyoifanya kama mwenezi. Lakini nitakwenda Zanzibar kuongea na vijana wa Kizimkazi kwa heshima ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nitakwenda Ruangwa kwa heshima ya utumishi wa waziri wetu mkuu Kassim Majaliwa. Nitakwenda kwa naibu waziri mkuu. Nitaongea na vijana wa pale mazuri ya serikali yao kwa sababu ya heshima ya kazi yao. Nitakwenda kwa mzee wangu Philip Isdori Mpango, makamu wetu wa rais. Nitaongea na vijana wa Buigwe, nitaongea na vijana wa Kigoma. Yapi mazuri ya serikali ya awamu ya 6, yapi mazuri ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunaposema mazuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan, huwa atubahatishi. Tunakuwa na evidence. Hapa sasa hivi watu wa vijijini, sasa kazi yao wao watakwenda kuzalisha kilimo kwa kasi. Tuna SGR yetu, watatuletea miundombinu ya barabara ipo. Rais Samia ameondoa tozo, ameondoa ushuru wa mazao, ameondoa kila kitu ambacho kinamhusu mkulima. Sasa hivi unasafirisha kwa dakika 30, unakuja unakutana na SGR hii hapa. Unaleta SGR unatuletea Mwanza. Mwanza tunapiga, tunaweka kifuani, tunaweka chini, tunatuliza, tunakwambia mbele yetu Mwanza hii hapa. Uganda, Kenya, Kongo, Sudani Kusini. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Okay. Kwa ilani hii, kwa upande huu wa maendeleo ambayo umeyazungumza sasa kijijini, hususan sana katika kipengele hiki cha kilimo, pengine mara baada ya kilimo kuimarika vizuri na kuwanufaisha Watanzania, ni kwa namna gani uchumi sasa unakwenda kuinuka zaidi katika kipengele hiki cha kilimo? Future ya dunia 2050 ni kilimo, is agriculture. Nimeshasema na sisi tuko vizuri. Juzi waziri wangu Bashe, unaona alitoa tamko kule, atuwauzii wale watu. Sio alikuja hapa akaomba radhi. Sisi ndio sosi, sisi ndio abu bwana. Tuna ardhi nzuri yenye rutuba. Hakuna nchi yoyote duniani yenye ardhi nzuri ya kilimo kama Tanzania. Ukienda Ifakara, nenda kwetu Bunda, maporomoko yale, nenda Mbeya, nenda Arusha, na nikumbusha kijana. Huyu kijana ananikumbusha, naye ni mzalendo bwana. Ni mzalendo kabisa. Ananikumbusha hata Arusha watu walima ngano kule. Kwa Comrade Paul Makonda, kaka yangu sana kule Arusha sasa hivi. Kwa ukitazama Tanzania ni uchumi fungamanishi. Unakwenda kumgusa kila Mtanzania wa chini. Mwisho kabisa tuangalie katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025. Kama kada wa Chama cha Mapinduzi, pengine mmejipangaje zaidi kuhakikisha kwamba mnashika tena dola, lakini pia kwa hali ambavyo unaiona ya kisiasa, mawazo yako ni yapi kuhusiana na uchaguzi huu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu? Watanzania wameitika, Watanzania wamepokea. Watanzania bahati nzuri sana wanakubali mambo moyoni. Watanzania si watu wa kusema, wanapenda kazi. Wameona kazi. Dr. Samia Suluhu Hassan ameona, amekaa golini. Hakuna goli hata moja ambalo tumefungwa. Hakuna goli hata moja ambalo tumefungwa. Mimi nilikuwa na shauri Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Naona kale boksi ni kadogo. Hemu wajaribu kuleta hata pipa. Yaani tuanze kupiga kula kwenye pipa sasa. Kwa maana gani? Kwa maana gani? Nyingi. Kivipi? Nimezunguka, vijana wengi wamejiandikisha, wanasema sisi tutapanga foleni kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan mitano mingine. Mimi niko na vijana kila siku. Mimi nikuambie Salupembe. Kila siku lazima nikutane na vijana 200 mpaka 300. Kila siku. Na wote hawa mazuri ya Dr. Samia wameshayajua. Sasa ndio maana nimeomba Tume ya Taifa ya Uchaguzi iongeze kutoka kwenye kile kickbox kidogo. Tuwekewe pipa, maana kula zetu zinamwagika. Sasa hivi vijana wa miaka 18 ni wengi wanakwenda kupiga kula. Mimi mnafanya tafiti kweli? Mimi nakwambia nakuta vijana 300 mpaka 200 kwa siku. Tunataka tume, naomba hili nitoe kama pendekezo kwa wizara, niliposema kutoka kwenye kuwa uti wa mgongo kilimo, sasa ni oxygen. Kwamba ukivunjika uti wa mgongo unaweza kuishi. Lakini oxygen huwezi kuishi. Basi ameshatujibu. Dr. Samia ameshaweka trilioni 1 na bilioni 200 na kitu. Si ndio? Trilioni 1 na bilioni 200 na kitu. Sasa hii ni rai kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wanisikilize. Wawekeeni wa Tanzania mapipa
kula ni nyingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kale kadogo kanajaa haraka. Waweke watu wadumbukize kula za kutosha. Jeshi letu liko imara, amiri jeshi mkuu wetu yuko imara, vikosi vya ulinzi na usalama viko imara, hakuna vurugu. Vijana wote wanasema watakwenda kupiga kula na watarudi nyumbani kupokea matokeo. Desemba tarehe 19 ya mwezi wa 6, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa hapa Mwanza kwa ajili ya kuzindua baadhi ya miradi, hususan sana katika mradi ule wa daraja la JPM. Pengine kama Samia Generation, nyinyi mmejipangaje kumpokea mama? Mapokezi yetu ni makubwa, vijana wote nimeshajenga hamasa, na hii nimshukuru Mheshimiwa mkuu wangu wa mkoa wa Mwanza Comrade Said Mohamed Mtanda, amenipa ushirikiano mkubwa na amenipa nguvu. Mama yangu Amina Makiragi, mkuu wangu wa wilaya Nyamagana, mwenyekiti wangu wa CCM mkoa Comrade Masanja Rushinge Smart, ameniambia kijana wangu, hamasa yako tumeiona, endelea mbele, na vijana wengi watajitokeza. Mradi wa maji Butimba, nimshukuru sana kaka yangu Juma Aweso kwa usimamizi mzuri, mama yangu Mary Msuya, mkurugenzi wa MUWASA mkoa wa Mwanza, lakini pia pale Kigongo Busisi tutaanzia pale, tutakwenda kwenye maji. Vijana wote wamesema watampokea Dr. Samia kuanzia barabarani mpaka tunakwenda kule Kigongo Busisi. Sisi Generation Samia kazi yetu tumeshaanza na tunaendelea na hamasa. Na natumia fursa hii kuwakaribisha vijana wote kanda ya Ziwa na mkoa wa Mwanza kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 19 atakapotoka airport. Tutaongozana naye mpaka kwenda kufungua mradi wa Kigongo Busisi daraja letu, lakini tutakwenda kufungua mradi wa maji Butimba. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Asante sana. Naam, ni Fabiani Semba ambaye ni mratibu wa Generation Samia katika mkoa huu wa Mwanza, na hapa tulikuwa tukizungumza kuhusiana na uzinduzi wa ilani mpya ya CCM kwa maana ya mwaka 2025 2030 ambayo imezinduliwa siku ya jana pale jijini Dodoma. Kumbuka kuwa katika ilani hii vipaumbele takribani 9 viliweza kuzungumzwa, na hapa tumeweza kujadili baadhi ya vipaumbele hivyo. Kumbuka hapa ni katikati ya jiji hili la Mwanza, na hapa ni maeneo maarufu kabisa ya Makoroboi. Tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza, lakini pia ndugu zetu ambao wanaendelea na shughuli mbalimbali wakiendelea kupita hapa na kuendelea kutazama kipindi hiki ambacho kimekuwa wazi kabisa na kuzungumzia masuala haya ya ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Dice TZA na Jamari Jafari. Bye bye, paka wakati mwingine.